Tunachotaka haki zetu. Lete maiki. Lete maiki. Naomba mtulie. Wamekuja polisi kwa ajili ya usalama wenu. Naomba mtulie, mueleze changamoto zenu. Sawa, naomba basi mtulie. Tusogeeni hapo pembeni. Sawa, tunaongea hapa. Naomba mtulie basi. Tunaomba mtulie. Sawa, tutaongelea hapa lakini naomba mtulie. Ni mwendelezo wa taarifa ya kutokea hapa mitaa ya Camelot Uswahilini katika kata ya Soko Niwani jijini Arusha, ambapo wananchi walifunga barabara kuanzia majira saa 3 hadi saa 5 baada ya kufika kwa mkuu wa wilaya Mheshimiwa Mkude. Wakati ya barabara hiyo na shughuli kuendelea, lakini wakati amefika afisa tarafa wa tarafa hiyo ndugu Saidi aliwaeleza wananchi hao kwamba wasogee kutoka eneo la barabarani na kwenda kumsikiliza Mheshimiwa DC kwa maana ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya pembezoni kidogo mwa eneo hilo. Lakini cha kushangaza alipigwa jiwe sehemu ya kichwa na mtu ambaye hakufahamika na kupelekea jeraha ambalo lilipelekea damu ianze kutoka. Saidi akiwa katika utekelezaji wa majukumu yake hakusita kuendelea kuhamasisha wananchi watoke katika eneo hilo na kwenda eneo la pembezoni kidogo ili kuruhusu magari yaendelee kupita kama hapa inavyoonekana. Kwa ajili ya kuja kusikilizwa. Usipokuwa mmepanga kufanya vurugu ambayo serikali haitavumilia. Matangazo hili mnaelekezwa. Tendaji mmepanga wapi mkutano? Wapi? Wapi? Haya, hebu waongoze wananchi waende mkutano tuwasikilize. Mheshimiwa DC ameshamia. Unasikia? Naomba mnifuate twende ambako mtendaji wapi? Mtendaji wa mtaa wa kata. Uko wapi? Wamempa kitu. Njoni huku. Njoni huku. Hawezi kuzungumza na nini barabarani kwa sababu barabara lazima iendelee kutoa huduma nyingine. Sawa sawa. Kwa unyenyekevu mkubwa tunawaomba muende kule ambako viongozi wenu wamepanga ili Mheshimiwa mkuu wa wilaya awasikilize. Na kama hamtakuwa tayari kuwasikiliza, sasa maana yake mtuambie sisi tuendelee na shughuli zetu. Lakini Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesikia hisia zenu na amekuja kuwasikiliza. Sasa tunawaomba muende kule ambako mmepanga kusikiliza. Sawa Wapi? Mtendaji wapi? Msamia alipiga jiwe. Ameshaenda Si unakufahamu wewe? Nyuma ya nimeambia nyuma ya nani? Wako pale. Twendeni. Mheshimiwa tarafa. Sina maoni. Hilo la kupigwa jiwe unazungumziaje? Umemsamea alikupiga jiwe? Sina maoni. Sina maoni. Jiwe sina maoni, jiwe lilipigwa hadharani, wewe mwandishi wa habari uliona. Basi nikuombe sana uwaelimishe wananchi kwamba sisi ni viongozi wao, tunakuja kuwasikiliza. Wakienda na mwenendo huu maana yake tunafahamu kwamba watakuwa na agenda zingine, hawatahitaji kusikilizwa na wananchi. Kwa nini tusikilizane hapa baya zaidi? Baada ya wananchi kuelewa kile ambacho kilikuwa kinaelezwa na afisa tarafa huyo, wakasogea na kwenda kumsikiliza mkuu wa wilaya Mheshimiwa Mkude ambaye aliwapa nafasi ya kusikiliza changamoto yao ikiwemo ya kugongwa kwa mamatabu na pikipiki iliyokuwa na mwendo kasi kwa siku ya juzi tarehe 11 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Hapa Soko Niwani ni mara nyingi nimekuja kusikiliza matatizo ya wananchi, lakini namna ya mawasiliano bado imekuwa ngumu sana, kiasi kwamba hamna hata uvumilivu. Leo hii mmenipiga mawe mimi, manake afisa tarafa wenu au afisa tarafa wangu huyu ndio anayeniwakilisha mimi kwenu. Manake hata mimi ningewahi kidogo mngenipiga mawe. Sasa na nilikuja naye ili kusudi tuweze kuchukua
na matatizo mengine nimwelekeze. Hasa ameenda kutibiwa. Mnasemaje hapa? Sina mtu zaidi ya OCD hapa aliopa hapa, sina katibu, labda mtendaji wa kata leo ndio uwe afisa tarafa. Kwa hiyo huyu ndio afisa tarafa kwa siku ya leo, ili achukue notisi zangu. Viti vya nini? Wote tumeamua kusimama. Ondoa viti. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Zura Bakari Mkoba. Kero yetu kubwa ni barabara yetu, na kero yetu kubwa sana ni vijana wa bodaboda wamekosa heshima katika vyombo vya moto. Moja, wanakimbiza pikipiki barabarani, hawajui hapa ni sehemu ya kukimbiza ama sio ya kukimbiza. Pili, wana vile vitu wanaita trampa. Unakuta mtu yuko mbele ya pikipiki, kijana anapiga kile kitu kinalia pa. Unakuta mama mwingine au mtu mwingine ana pressure, ana sukari. Inaweza kupelekea mtu yule akaanguka, akapoteza maisha. Jambo hilo linatumiza sana mkuu wa mkoa pamoja na viongozi wengine mliokuwa hapa. Pili, msiba uliotokea mama yetu hapa kweli unaumiza, umetuuma kupitiliza. Na aliyosababisha ni kijana wa bodaboda. Na inasemekana kwamba kijana huyo alikuwa kwenye mwendo mkali. Lakini angali angekuwa kwenye mwendo mdogo, asingeweza kumuumiza mama yule mpaka kumpotezea maisha yake. Kwa hiyo mheshimiwa, tunachoomba, moja, kwanza tusaidie kuzuia kitendo cha vijana wanaepiga zile trampa. Pili, vijana wanaekimbiza pikipiki, kama kuna uwezekano wa kuchukuliwa sheria hizo zifuatiliwe. Na haya yalikuwa ndo maamuzi ya mkuu wa wilaya huyo yaliyopokelewa na wananchi hao, kisha wakatawanyika na kwenda katika shughuli zao. Shida kubwa sio matuta. Na matuta sasa, barabara hii hatuwezi tukaweka kila sehemu. Vinginevyo nikitoa maelekezo yawekwe matuta, nipate kwa maandishi na makubaliano kati yenu na wadau watumiaji wengine wa barabara hiyo, wakiwepo bodaboda, bajaji, viaisi na nini, ili tukubaliane sehemu fulani wote kwa pamoja tuweke matuta au la. Sasa sio mtu anaibuka nyumbani kwake anaenda kulala barabarani anataka tuta kila sehemu anapotoka. Sio utaratibu. Ila alama barabarani ambazo zimefutika zitawekwa kufikia Jumatano. Tumemsikia kiongozi wa bodaboda. Kiongozi wa bodaboda usiende mbali. Yupo yupo hapa. Hilo tunaomba ulichukue. Lakini pia bodaboda zote kuanzia kesho, wilaya yote, sio ukanda huu wa polisi wa Mulieti, hapana, wilaya nzima, zile basti mnaita nini? Trampa, ni marufuku, zisitumike tena. Kuanzia kesho ninawapa ma-OCD wote wa wilaya hii ya Arusha kazi ya kusimamia zoezi hilo kwa muda wa siku 3. Ampige makofi hapa. Kwa muda wa siku 3 zoezi hili liwe limeisha. Hakuna basti, hakuna mtu ambaye anaendesha pikipiki bila helmet na mambo yote. Na huyu mtaalamu wa TARURA hapa amesema kufikia Jumatano hiyo pundamilia atakuwa ameweka. Lakini hatutaweka matuta kwa sababu sio sahihi. Haya, baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru wananchi wote kwa utulivu mliokuwa nao. Lakini tutachukua hatua dhidi ya huyu mama aliyeweza kumkasirisha OCD, lakini hata mimi sikupendezwa na kitendo cha kuleta fujo ili hali mimi nipo na kumpiga afisa wangu wa tarafa. Nitachukua hatua. Naomba mnipeleke kwenye msiba nikahani pamoja na kuwatoa pole. Asante sana mheshimiwa diwani, asante. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumba Le Babas.
Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi. Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto. Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja. Kama kuna dada moja amenitumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.